Wa siku ya Jumatano muda wa saa 5 na asubuhi. Msikilizaji, karibu katika kituo hichi, kituo nambari 1 katika kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka, lakini pia kukupatia uchambuzi wa kina ili kupata kuelewa kiundani zaidi kuhusu masuala ya kisiasa. Msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana, jina langu ni Presenter Guton, nazidi kukukaribisha kuendelea kupiga subscription kwa chaneli yetu kwa faida ya kuendelea kupata taarifa zetu punde zinapoweza kutokea. Msikilizaji, sasa na kukaribisha niweze kukufahamisha yaliyoweza kutendeka. Msikilizaji, kuna mwanadada anaitwa Lucy Anthony Michael. Lucy Anthony Michael aliongoza kundi la waandamanaji waliofanya maandamano kuelekea ubalozi wa Vatican kumshtaki Father Kitima ama Padre Kitima, na sasa ametokea wazi na kuanza kulilia serikali kumpatia usalama wa kutosha, kwa sababu amepata kushambuliwa vibaya na kupigwa kichapo. Naweza kusema bado ameendelea kuvipokea vitisho kutoka kwa Watanzania waliojawa na uchungu zaidi kwa kile alichoweza kukifanya. Mimi naitwa Lucy Anthony Michael, ni mkazi wa Yombo Dovya, ni mmojawapo ambaye nilienda katika ubalozi wa Vatican katika kupeleka barua ya maoni kwa ajili ya viongozi wetu wa dini. Lakini baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatican, baada ya hapo nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine nikiwa na wafahamu na wengine siwafahamu. Namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo siku ya Jumatano tarehe 6 natoka nyumbani kwangu, nilivamiwa na watu 4 ambao siwafahamu na kunishambulia kama hivi mnavyoniona. Nimepigwa siku ya Jumatano muda wa saa 5 na asubuhi, kipindi natoka naelekea kwenye shughuli zangu, na watu ambao wasiojulikana na siwafahamu kama hivi mnavyoniona. Kwenye mkono nimeumia, usoni kama hivi mnavyoniona, na baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wangu ambazo zinaletea maumivu mpaka hivi sasa. Jambo kubwa walichukua na kidai kwamba wanasema wewe unajifanya msemaji wa serikali, wewe unajifanya chawa wa serikali, wewe unajifanya serikali na kutumia kwenda ubalozi wa Vatican. Wewe una mamlaka gani kwenda ubalozi wa Vatican? Wewe ni mtu wa serikali? Wewe ni msemaji wa serikali? Kama kuna viongozi wanaongea lugha ambazo hazipendezi kiimani yao, wewe ni msemaji wa kanisa mpaka uende huko? Ndio maneno ambayo alikuwa anayatamka hayo. Nilivyotokewa na matatizo hayo, nilienda kuripoti kituo cha polisi cha Makangalawe ili nishachukua labi, na mpaka hivi sasa naomba nisaidiwe kwa ajili ya usalama wangu, serikali nisaidie kwa ajili ya usalama wangu. Lakini mpaka hivi sasa hali yangu ya kiusalama naona ipo chini, na mimi kiangalia na familia naishi. Kwa hiyo naomba nisaidiwe kutokana na hali yangu ya kiusalama. Nashindwa hata kutoka kutembea, nashindwa. Sasa nitakuonyesha video msikilizaji, baadhi ya sura yake, uso, sehemu mbalimbali amepata kipigo kutokana na kila alichoweza kukifanya kuelekea ubalozi wa Vatican. Msikilizaji, huyu ni mkazi wa Dovya, kata ya Makangalawe, ambaye ni mwenyekiti wa UVCCM, ambaye sio Mkatoliki wa kihalali, ambaye aliweza kulipwa pesa akaamua kwamba atakwenda kumchafulia jina Padre Kitima kwa kuhakikisha kwamba amekwenda kumshtaki katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Huyu na wenzake kutoka Dovya walioshirikiana kuandamana mpaka ubalozi wa Vatican wamepata vichapo vikali kutoka kwa wananchi, msikilizaji. Na sasa
wamejitokeza wazi na kuzungumza na wanahabari kuisii serikali kuwapatia usalama ama ulinzi wa kutosha, kwa sababu wananchi bado wanaendelea kuwapatia vitisho. Hivyo watakapoweza kupata nafasi tena watapata kuchapwa zaidi. Kwa sasa hivi familia yangu inaishi kwa wakati mgumu sana, kwa sababu hata wenyewe naona kama wananilaumu kwa kile nilichokifanya, labda kwa sababu maisha wanayepitia na wao wanaogopa hata kutoka nje, wanaogopa hata kutembea mtaani, wanahisi na wao hivyo vitisho wanavyopewa mimi, wanahisi mama yao muda wote na saa yoyote naweza nikauawa kama watu walivyokuwa wanazungumza. Mimi naitwa Ashura Salum, mjumbe wa mtaa Dovya. Rusi namfahamu, jirani yangu. Mimi naomba serikali ya mtaa na jeshi la polisi washirikiane kuimarisha ulinzi. Mr. Daudi Leonard Angano. Huyu mimi namfahamu Rusi Michael. Huyu ni mwananchi wa Yombo Makangalawe. Nisema tu kwa ujumla hakuna mwananchi aliyekuwa na mamlaka kuweza kumshambulia mwananchi mwenzie. Serikali tusaidie. Kama kutusaidia ili swala kama limepita, sisi tunachotaka amani. Serikali tusaidie, itulinde, itupe uaminifu, na sisi tunakopita hawa watu wanayetufanyia vitendo vya uovu, wanayetaka kutusukuma, wanayetaka kutupiga, watu wache na sisi tuwe na amani. Kwa sababu kile kitendo walichokifanya, msikilizaji, ni kitendo cha ujinga zaidi. Kumshtaki Padre Kitima na kumchafulia jina ilikuwa ni kazi ya Samia Suluhu ambayo aliweza kuwatumia hawa, msikilizaji. Na kama huyu mwanadada ambaye ni Lucy Anthony Michael ni mwenyekiti wa UVCCM katika eneo la Dovya, na sasa alikwenda kujipendekeza kwamba yeye ndo anaenda kuongoza maandamano kwenda ubalozi wa Vatican. Na sasa amepata kichapo kikali kutoka kwa wananchi tu. Lakini pia amesema kuna baadhi ya watu ambao wanawajua waliweza kumwambia kwamba sio bora kwa kile alichoweza kukifanya. Msikilizaji, jambo hili limesababisha kwamba watu ambao wanaishi karibu nao hawamtaki. Anafukuzwa, mpenzi msikilizaji, kutokana na kitendo alichoweza kukifanya dhidi ya Padre Kitima, msikilizaji. Sasa ametokea wazi na sasa kuisii serikali kuhakikisha kwamba wamewapatia ulinzi nyumbani kwao wale walioshiriki katika kuyafanya maandamano yale, kwa sababu wamekuwa ni adui wa mwananchi. Sasa wanahitaji kwamba serikali iweze kuwapatia ulinzi kwa kuhakikisha kwamba hawapitii kichapo kile. Wale walioweza kujitokeza, msikilizaji, wengi wao walikuwa hata sio Wakatoliki. Hata kanuni za kanisa Katoliki hawajui. Kwa sababu tu ya kuweza kumchafulia jina Padre Kitima na kumuondoa katika msimamo wa kuendelea kusimamia ukweli na kuendelea kuwapigania Watanzania dhidi ya maovu yanayoweza kutekelezwa na serikali ya Samia. Baadaye sasa wameanza kupata uvamizi kutoka kwa wananchi, na sasa wameanza kulia wazi kuisii serikali kuwapatia ulinzi, kwa sababu serikali yenyewe ndio iliwatuma kutekeleza unyama ule, msikilizaji. Uongozi wa chama cha CCM katika siku za hivi punde, msikilizaji,
umeonekana ukiendelea kutumia nguvu ama ukitengeneza njia zisizo bora kuonyesha kwamba wale wanaopinga serikali hiyo ni wabaya. Kwa hivyo wanatengeneza mazingira ya kuonyesha ubaya kwa watu ambao wanapinga serikali, ama watu ambao wanaonyesha kwamba kuna uovu katika serikali. Kwa maneno mengine, msikilizaji, ni kusema kwamba serikali ya Samia haihitaji kupingwa, wanahitaji kusifiwa kwa chochote ambacho wanaweza kufanya. Na kwa sababu hiyo wanawatengenezea mazingira ya kuonekana vibaya wale wanaoweza kupinga sera zao, wale wanaweza kuyaleta mabadiliko ya kuwafaidi wananchi, ama wale wanaweza kupinga hoja zinazoletwa na uongozi wa chama cha CCM na serikali ya Samia Suluhu. Jambo hili, msikilizaji, limezua ghadhabu kati ya wananchi. Mpaka sasa wenyewe wameamua kwamba wataweza kuwashughulikia watu waliopo katika nafasi yao, waweze kujiheshimu na waweze kuheshimu viongozi wanaosimamia haki za wananchi nchini Tanzania. Sasa huyu amepata kutandikwa, na sasa ametokea tena kulia kwa umma, kuomba msaada, kuomba polisi kwamba wakwende kumlinda nyumbani kwake. Kwani serikali imekosa kasi, polisi waende kumlinda nyumbani kwake? Mambo gani? Msikilizaji, zidi kupiga subscription, lakini pia zidi kuachia maoni yako kwenye comment section. Zidi kutufuatilia ili tuzidi kuhakikisha kwamba tunazidi kukufahamisha na kukuonyesha yale ambayo yameweza kutendeka, msikilizaji.